السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kwa kweli maneno haya ambayo Sheikh Saad ameongea, ilikuwa hakuna haja tena tuendelee na mazungumzo mengine, tungeingia katika kipindi cha maswali moja kwa moja, kwa sababu kuna mambo mengi ya kuzingatiwa hapa na kutiwa katika akili na kutiwa manani. Mengine ilikuwa tunacheka, lakini kwa kweli ni maneno ya kusikitisha. Lakini mimi madamu ndo ratiba ilivyopangwa na muda wa nusu saa ambayo tumepewa hapa, alafu tutakuwa na kipindi cha maswali. Kuanzia hapo mtu yote mwenye maswali yake ataandika ama atatoa kwa sauti, basi fursa hiyo itapatikana. Kwa hii muda wa nusu saa tuzungumzie ni kwa nini tujiandae na mwezi wa Ramadhani. Mbona Ramadhani tu ndio watu wanatakana kujiandaa? Dada zangu, ndugu zangu, mbona miezi mingine mashekhe hawasemi tujiandae? Mwezi wa Muharram hujawahi kusikia hiyo, kwamba jamani tujiandaeni na mwezi wa Dhulqaada inakuja, iko mbele yetu, tujiandaeni na mwezi wa Jumada Thani au Rabiul Awwal. Mbona mwezi wa Ramadhani tu ndio watu wajiandae? Ni kwa sababu yale mazito ambaye Ramadhani imeyabeba. Mtu yoyote ambaye hatojiandaa kisawasawa, huyu atakuwa amenyimwa. Ndio Mtume sallam akasema, faman hurima khairaha faqad hurim. Mtu yoyote ambaye atakayenyimwa khairi za Ramadhani, huyu ndio mtu ambaye amenyimwa kiuhakika. Ndio Mtume sallam akasema, hakika imewajilieni Ramadhani, kila mmoja sasa hivi ajishughulishe katika njia moja au nyingine. Ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar aqsir. Ewe ambaye unayekimbilia mambo ya kheri, kuwa karibu, usiwe mbali. Karibia na wale wema ambao wanaokaribia, usikae mbali na mambo mema. Sasa si wakati wa kukaa mbali. Na yeyote ambaye anayepapia mambo ya shari, basi awache na apunguze haya mambo ya shari, asiyakaribishe tena katika maisha yake, kwa sababu hii si mwezi ya watu kupoteza. Ramadhani kwa kweli imebeba mambo hatuwezi kuelezea kwenye darasa moja hii, mambo ambayo Ramadhani imeyabeba hasatan kwa ajili ya maisha ya Muislamu. Kwa taarifa yako ndugu yangu, dada yangu, hii ndo mwezi wa pekee ambaye imetajwa ndani ya Qur'ani kwa jina, na imetajwa mara moja tu, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Miezi mingine yote 11 katika kalenda ya Kiislamu haikutajwa ndani ya Qur'an. Ndani ya Qur'ani hakuna jina Muharram wala Rabiul Awwal wala mwezi wa Safar, samahani, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Shaaban, Rajab, Shaaban, Dhulqaada, Dhulhijja. Hakuna hizi miezi. Tunaipata kwenye hadithi ya Mtume, lakini mwezi uliotajwa ndani ya Qur'ani kwa jina peke yake ni Ramadhani. Tena imetajwa mara moja tu Qur'ani nzima, ili kumkumbusha Muislamu kuna mwezi ambaye ni muhimu sana katika maisha yako hapa. Usijaribu kufanya mambo ya kijingajinga, usijaribu kufanya mambo ya kupoteza wakati, usijaribu kupoteza hii fursa. Hii ndio maana yake anapokumbusha Muislamu. Ndio maana unaona wema waliotangulia, ilipokuwa inaingia mwezi wa Shaaban, wengi wao wakifunga kazi zao, anafanya mahesabu yake ya nyumbani, inatakana ration kiasi gani, watoto wake mahitaji yao, malazi yao, anapiga mahesabu yote, anaacha gharama zote kule. Sasa anafunga biashara yake mpaka baada ya Ramadhani, miezi miwili maana anaanza kujiandaa na Ramadhani kwa kuswali swala 5 msikitini. Alikuwa anayafanya haya, anahakikisha kwamba sunna za kablia na baadia haimpiti, salati dhuha haimpiti, anaamka tahajjud kila siku.
wanajibidiisha kusoma sana Qur'an. Ndio hii mwezi wa Shaaban ikaitwa shahrul qurra, mwezi ya watu wanaosoma Qur'an. Walikuwa wakisoma sana Qur'an kwa sababu ili Ramadhani itakapoingia, ile joto ya ibada iwe ndani ya damu yao. Mbali na kuswali sana, wakifunga sana saumu za sunna, wakifunga sana wakisoma sana Qur'ani na wakitoa zaka katika mwezi wa Shaaban. Maana yake ni kwamba wanajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu na ibada mbalimbali, ili Ramadhani itakapofika, ile joto ya ibada iwe ndani ya damu yao, ile joto ya ibada iwe ndani ya damu yao. Sasa sisi sote tulokaa hapa, dada zangu, ndugu zangu, tumejiandaa kiasi gani mpaka sasa hivi? Imebakia siku 12, siku 13 kuingia Ramadhani. Wewe umejitayarisha vipi? Umejikaribisha vipi kwa Mola wako mpaka sasa hivi? Je, unafunga saumu za sunna? Unaamka tahajjud? Unasoma Qur'an? Au unangojea Ramadhani itangazwe kwamba kesho Ramadhani, mwezi umeonekana, sasa ndo watu wanaanza kujiandaa? Unaona misikiti inajaa, Qur'ani watu wanasoma, swala ya jamaa inajaa, darsa inajaa, tarawih inajaa. Baada ya wiki ile nguvu inaanza kupungua, inamalizika Ramadhani, hata mtu juzia 5 hajafika. Wengine ikifika katikati wameshachoka, hawawezi tena, hata tarawih hawaswali tena, darsa msikitini hawawezi hata kukaa, wanabakia kuhisabia masiku kwa sababu maandalizi haikuwa sawa. Lakini hizi siku 10, 12 iliyobakia, ndugu zangu, nafasi bado ipo ya mimi na wewe kurudi kwa Mola wetu na tukajitayarisha sawasawa na tukaipata Ramadhani ya mwaka huu. Ni Ramadhani tofauti na Ramadhani zote ambayo tumewahi kufunga katika maisha yetu. Sheikh Saad ameongea maneno mazito sana hapa kwamba sisi wengi wetu hapa hatujiandai kiibada. Watu wanajiandaa kwa ajili ya kula, wengine wanajiandaa ni vipi tutapass time ndani Ramadhani, tutapoteza wakati vipi. Inanuliwa karata mpya, inanuliwa dumna mpya, inanuliwa kera mpya, inaandaliwa mambo ya Ramadhan Cup kama alivyotaja. Na wengine wanafikiria ni vipi hii Ramadhani itapita katika njia ambayo ni ya kasi. Anafikiria Ramadhani ikisha mimi nifanye nini? Maana yake sasa ndo atakana arudi kule alipokuwa vibaya sana. Maana yake sasa vipi Ramadhani athari yake itapatikana katika maisha yetu ikiwa maandalizi ndio haya? Sasa kwa nini tujiandae na Ramadhani? Dada zangu, ndugu zangu, hii ni maudhui muhimu sana. Unajua, wakati mwingine ukishajua fadhila ya jambo utaipa uzito. Wewe leo hujui thamani ya ibada hii ambayo unaifanya, thawabu yake ni nini, thamani yake ni nini, uzito wake ni kiasi gani. Wewe utaidharau tu, utajua ni kitu cha kawaida tu, ni sunna tu. Lakini wallahi ukishajua kwamba kumbe haya mambo mimi nilikuwa sijafahamu, kumbe ni hivi, thawabu yake ni hii, daraja yake ni hii, kuanzia sasa utaipa uzito mkubwa sana katika maisha yako. Ndio Sheikh Saad ametaja hapa moja, kwa nini sisi tunajiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Ni kwa sababu ndo mwezi wa pekee katika muda wa mwaka nzima milango ya pepo inafunguliwa. Mtume sallam anasema katika hadithi aliyopokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema idha kanat awwala laylatin min Ramadan futihat abwabul janna, inapokuwa usiku wa kwanza wa Ramadhan milango ya pepo inafunguliwa. Unajua hapa kuna vitu viwili ndugu zangu, ni lazima mfahamu nyinyi kama Waislamu. Kuna milango ya pepo na kuna aina za pepo. Kuna milango za pepo. Katika milango ya pepo, mlango ya kwanza Mtume sallam ametaja ni babu swala. Kuna mlango ambao unaitwa mlango wa watu walioswali, na hii ni kwa watu ambao waliosimamisha swala, sio waliswali tu. Hao watakuwa na mlango yao khas. Mtume anataja mlango wa pili ni babul jihad. Watu waliopigana jihadi ndugu zangu, hao watu wana daraja ya juu mbele ya Mungu ndugu zangu.
Kisha inayofuata ni babu sadaqa, walotoa sadaqa kwa wingi, na hii inaingia zaka vile vile. Kisha inayofuata ni babu alhajj, walokwenda kutekeleza ibada ya hija. Kisha inafuata babu arrayyan. Arrayyan ni mlango ya watu waliofunga saumu, wameandaliwa mlango wao khas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atalingana, atauliza aina as-saimun, wako wapi waliofunga saumu? Fadakhalu fa idha dakhalu ughliq falam yadkhul ba'dahum ahad. Hawa watu wote waliofunga saumu wataingia kwenye mlango wa saumu, na baada wao kuingia hii mlango itafungwa na hakuna yeyote ambaye atakayeingia baada yao. Baada ya hapo mlango ambao unaofuata ni babul iman, na hii ni kwa wale ambao wataingia peponi bila hisabu. Ndugu zangu, kuna watu miongoni mwetu hapa, tutakuja kutaja hapa mbele, wataingia bila kuhesabiwa, pamoja na kwamba waliwahi kufanya madhambi hapa duniani, kuna kasoro fulani fulani walikuwa nayo, lakini wataingia bila hisabu. Kisha kuna babu dhikri na kuna bab al-afina anin nas. Kuna babu ya kuwa mtu ambaye anayemtaja Mungu kwa sana, na dhikri iliyokuwa kubwa kuliko dhikri zote ndugu zangu ni Qur'an. Ni mtu ambaye anajishughulisha kusoma Qur'ani, anahifadhi Qur'ani, anafanya muraja ya Qur'an, anaitafuta maana ya Qur'an. Hakuna dhikri iliyokuwa kubwa kama hilo. Kisha kuna zile adhkaru sabah wal masa, kisha kuna zile nyiradi za hapa na pale, dua ya hapa na pale. Lakini wale ambao watakawasemehe wenzao, hawa naye pia wana mlango wao khas, albab alafina anin nas. Na tunapozungumzia kwamba alafina anin nas, ndugu zangu, si kwamba utamsamehe tu mtu hivi hivi, ni watu waweke kikao. Ule bwana aliyewakosea wenzie aambiwe makosa yake na akiri makosa yake na aombe msamaha. Kisha hapo ndio inakuja msamaha. Sasa watu wanakumbatiana, bwana nimekusamehe. Ndio Mwenyezi Mungu aliposema kwamba wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Waumini wawili hawa, inawezekana mu'minun, si waislamu wa kawaida tu. Kumbe inawezekana wale waumini wa kweli wakatofautiana, wakagombana, wakakhtalifiana. Inapotokea tofauti na ugomvi baina yao, suluhisheni baina yao. Kabla ya watu kumwambia bwana nimekusamehe, watu wasuluhishe mwanzo. Nimekusamehe kwa kitu gani? Isuluhishwe ili asipate kurudia, na akiri mbele ya watu, na iwe ni funzo katika jamii. Lakini kuna aina za pepo ndugu zangu, hizi naye ziko milango. Aina za pepo aina 8. Kuna jannatul firdaus, kuna jannatul naim, kuna jannatul adn, kuna jannatul khuld, kuna jannatul ma'wa, kuna jannatul kasif, na kuna darus salam wa darul maqam. Hizi zote ni aina za pepo. Sasa wewe fikiri ndugu yangu, mlango wa pepo unafunguliwa katika mwezi wa Ramadhani. Miezi mingine 11 yote imefungwa milango. Maana yake nafasi yako kuingia peponi ndugu yangu iko mbele yako. Ni wewe ndio ambao utaamua kuingia ama utakataa. Kisha huu ndo mwezi wa pekee ambaye milango ya moto unafungwa. Unajua, katika jambo la ajabu Mwenyezi Mungu katika uumbaji wake kuna milango 8 ya pepo na mlango 7 wa moto, kuonesha rehema ya Mungu, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyowatakia waja wake kheri. Ameumba milango ya pepo nyingi kuliko mlango wa moto, na ndio mlango wa moto unafungwa katika mwaka nzima katika mwezi wa Ramadhani. Miezi mingine yote 11 mlango wa moto uko wazi. Maana yake nafasi ya Muislamu kuingia motoni hana nafasi hapa. Tutakuja kuelezea ndugu zangu. Na ndio hapa ambapo sheitani anatua minyororo, hasatan wale maradatu shayatin, wale wakubwa wa mashaitani, wale wanatua minyororo. Maana yake wewe usije ukapata kisingizio, jamani ni sheitani ndio ambaye alinipoteza. Sheitani yuko wapi sasa hapa? Ni wewe sasa ndugu zangu, umeshaachiwa huru wewe na Mola wako. Usije ukamsingizia mtu yoyote, usije ukamsingizia mtu yoyote. Sasa katika kwa nini ndugu zangu tujiandae na mwezi wa Ramadhani,
katika kila usiku wa Ramadhan. Mtume wa sallam katika hadithi ambayo nimeitaja hapa ya Abu Huraira, mwisho wa hadithi Mtume anasema walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawawacha waja wake kutokana na moto wa Jahannam, mamilioni ya watu, na hii ni kila usiku wa Ramadhani. Kuna riwaya inayosema kila wakati binadamu Muislamu anafungua saumu wakati wa magharibi. Wakati wa magharibi watu wanapofungua saumu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawawacha watu kutokana na moto wa Jahannam. Unajua, unaposikia Mwenyezi Mungu anawawacha watu kutokana na moto wa Jahannam, unajua maana yake ndugu zangu? Unaposikia Mtume anasema walillahi utaqa itqun minan nar, maana yake lau Mwenyezi Mungu atakutoa ndani ya moto wa Jahannam, ndugu yangu, hautoingia motoni milele. Hii ndo maana yake ndugu zangu. Watu wengi leo hawajafahamu hili. Milele hautoingia motoni. Ndio unaona lau Mwenyezi Mungu anakutoa wewe ndani ya moto wa Jahannam katika usiku mmoja wapo wa Ramadhan, haiwezekani tena baada ya Ramadhani wewe ukarudia mabaya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ameshakutoa ndani ya moto wa Jahannam. Na hizi ndo baadhi ya mambo ambayo inapatikana ndani ya Ramadhan. Na ni kwa nini tujiandae na Ramadhan? Wallahi, na wewe leo ukishatolewa ndani ya moto wa Jahannam, wewe ni minal faizin. Leo vita vyetu vikuu katika dunia hii ni Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa Jahannam. Usiombe ndugu yangu kuingizwa motoni. Najua wakati mwingine watu wanazungumza maneno ovyo ovyo tu. Mtu hajali anaongea nini, anaweza kumkejeli mwenzie akamwambia, bwana, mimi nikikukuta peponi wewe bora pepo ikae, bora niingie motoni kuliko kuwa na wewe peponi, na ikiwa pepo ni yako basi bora moto. Mtu anaongea vitu kama hivi, lakini wallahi hii moto wa Jahannam, unajua rangi yake ni rangi nyeusi, na subhanallah, hii ambaye leo tunawasha naye moto hapa, tunawasha umeme, tunachaji naye simu, tunapika naye chakula, Mtume wa sallam anasema imezimwa mara 70 mara 3. Ile ya Jahannam ndio imezimwa mara 70 mara 3, ndio hii ambayo tunaweza kupika naye chakula na kuwasha naye simu hapa, ambapo leo hakuna mtu anaweza kuisubiria hii moto ya dunia hii. La unawasha kibiriti, umeshika ile kijiti ya kibiriti ikaanza kuwaka, inakuja kwenye vidole vyako hapa, unashindwa kusubiri, unaitupa ile kijiti. Seuze mtu leo kukaangwa mwili wake ndani ya moto, kama Mtume alivyosema, inakaangwa kama unavyoona leo katika duka ya chips ile kuku inavyokaangwa hivi, ndio mfano wake Mtume alivyotoa. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku aladhab, kila ngozi kishaiva sawasawa inavishwa ngozi nyingine mpya. Basi hii ni miaka nenda miaka rudi. Ndio kuna baadhi ya mascientists katika nchi ya Japan, katika nchi ya Ujerumani, walipoisoma hii aya wengi walisilimu. Huyu Mtume alijuaje kwamba uchungu katika ngozi? Bila shaka hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ndio hii mwezi wa pekee ndugu yangu ambayo inapatikana usiku mmoja tu, ambaye lao utaipata wewe usiku huu kwa ibada, ni sawasawa na mtu kufanya ibada zaidi ya miaka 83 na miezi 4, ambaye labda wengi wetu hapa hatuwezi kufikia umri huo. Mwenyezi Mungu aliposema khairun min alf shahr, Lailatul Qadri khairun min alf shahr, usiku wa Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 ni sawasawa na miaka 83 na miezi 4, ambaye labda wengi wetu hatuwezi kufikia hapo. Mtume anasema a'maru ummati baina 60 wa 70, umri wa umma wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70.
Wewe ukiona umefika miaka 70 ndugu yangu, unaelekea miaka 80, hii ni ziada. Kama wanavyosema Waingereza, hii ni bonus. Ukavuka 70 unaelekea 80, wewe umepewa ziada ndugu yangu. Wengi wetu hatutofikia huko. Sasa kwa ibada ya usiku mmoja lao utayapata wewe, basi ni sawa na mtu amefanya ibada miaka 83 na miezi 4. Unajua maana yake hii ndugu zangu? Maana yake wewe taja ibada zote ambao unazijua wewe ndani ya hii dini, utaandikiwa ibada zote hizi umezifanya kwa umri wa miaka 83 na miezi 4. Umeswali miaka 83 na miezi 4, umetoa sadaka miaka 83 na miezi 4, umetoa zaka miaka 83 na miezi 4, umekwenda haji miaka 83 na miezi 4, umesoma Qur'ani miaka, umefunga saumu miaka 80. Si kwamba unazungumzia tu ibada fulani. Khairun min 1000 shahr. Ndo hapa ni kwa nini tujiandae na Ramadhani ndugu zangu. Wengi wa watu hapa inapofika 10 ya mwisho ndo sasa wanaonekana wamechoka, lakini muangalie Mtume wa sallam anawafundisha masahaba wake na anawahimiza familia yake. Kama Bi Aisha anavyosema sallam, idh kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala 10 al-awakhir shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Mtume wa sallam ilipokuwa inafika 10 ya mwisho, sasa ndo alikuwa na kaza mkanda. Maana yake sasa ndo ibada inaanza, anazidisha maana yake, kwa sababu khairi yote ya Ramadhani inapatikana mwisho wa Ramadhani. Innamal a'mal bil khawatim, matendo inategemea mwisho kule. Sisi leo tunaanza kwa nguvu, alafu kile ikikaribia mwisho tunaonekana tumeshachoka. Wengine sasa hivi ni wakati wa shopping. Ilikuwa inatakana tuanze kwa nguvu na tumalize kwa nguvu zaidi, kwa sababu khairi ya Ramadhani yote inapatikana mwisho wa Ramadhani. Ndio Mtume wa sallam akawa yeye anahuisha usiku katika 10 ya mwisho zote, alikuwa halali na akiamsha familia yake. Si wewe leo unajenga akhira peke yako ndugu yangu. Wewe una ndugu zako, una mke wako, una mume wako, una jamaa zako, waamshe familia yako. Ikiwezekana mtu na mke wake waende wakakaa itikafu kama Mtume alivyofanya katika 10 ya mwisho. Leo Waislamu wengi masala itikafu wengi tumeshaigura ndugu zangu. Kama kuna sunna inatakana kuhuishwa katika 10 ya mwisho Ramadhani, ni Waislamu wengi leo kutojua, ama labda kwa sababu ya kudharau, kuona kwamba ni sunna tu. Na wallahi lao kila mmoja wetu angelijua fadhila ya mtu kukaa itikafu katika 10 ya mwisho Ramadhani, hakuna hata mmoja angethubutu kuacha katika muda wa mwaka mmoja. Mtume alifunga Ramadhani 9 tu katika umri wake, lakini miaka 9 yote hii hakuacha kukaa itikafu katika 10 ya mwisho Ramadhani. Na ile mwaka ambayo Mtume alikuwa nakufia ndani yake alikaa itikafu siku 20. Na Mtume alipofariki, wake zake Mtume wote waliendelea kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani msikitini mpaka kufa kwao. Na maswahaba naye waliendelea kukaa itikafu mpaka mwisho uhai wao. Na wema uliotangulia, sasa ni nafasi yako mimi na wewe. Leo unamkuta mtu ameshafika miaka 60, miaka 40, miaka 50 zaidi, hajawahi kukaa itikafu hata mwaka mmoja. Ukiuliza yuko busy na dunia, tunauone anakwenda wapi ndugu zangu? Yuko pale pale tu anazunguka tu. Yeye yuko tayari kufunga safari ya kwenda mpaka Dubai kufanya biashara zake za halali ambaye hajakatazwa. Anaweza kakaa mwezi mzima huko. Anaweza kafunga safari kwenda matangani, mtu amekufa, akakaa wiki nzima huko. Anaweza kafunga safari kwa ajili ya harusi, ama akafunga biashara yake kwa sababu kuna sherehe fulani inafanywa. Hii yote hujakatazwa ndugu yangu, lakini wewe unaijenga dunia yako, umeisahau akhira. Hizi zote utakuja kuiacha hapa. Hii ndio akhira yako ndugu yangu. Ndio unaona ule mtu ambaye anayekaa itikafu msikitini 10 ya mwisho ya Ramadhani, anajifungia ndani ya msikiti, anaye nafasi nzuri ya kuipata Lailatul Qadri kuliko yule ambaye anayetegea. Yule anayetegea atafanya kadri ya uwezo wake, labda kazini ya kupewa ruhusa, labda maisha yake haimruhusu yeye kwenda msikitini kulala, kukesha. Hana nafasi. Akifunga biashara yake, watoto wake wanataka kusoma, wanataka kula, wanataka mahitaji hapa na pale, hatajiweza kujimudu.
Huyu sasa atajipinda kadri ya uwezo. Hata siku moja pia ni itikafu, hata usiku mmoja pia ni itikafu, kwa kadri ya uwezo wake. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Lakini kwa yule ambaye atakayejipinda akakaa itikafu katika 10 ya mwisho Ramadhan, nafasi yake ni nzuri zaidi. Ndio unamwona Mtume sallallahu anawafundisha masahaba na anawaamsha familia yake na anaifundisha hii umma, kwa maana kuna siku kubwa sana hapa ndugu yangu. Hii ndio usiku ambaye malaika wanajazana katika ardhi, kama Mtume sallallahu alivyosema, kalhasa, kama mawe ya kokoto. Abdullah ibn Umar anasema lau mtu anapewa nafasi ya kuwaona hawa malaika, lau atapanda juu ya jengo iliyokuwa juu au juu ya jabali au juu ya mti mrefu, akapewa nafasi ya kuwaona wale malaika waliojazana katika ardhi katika usiku wa Lailatul Qadri, basi hauwezi kuona hata chembe moja ya mchanga. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wanajazana, wanateremka malaika na Jibril akiwa ndani yao. Subhanallah. Alafu leo wewe unakwenda kulala, wewe ndio unajiandaa na mambo ya dunia yako, bado unajifanya hata una habari, wewe unategea tu. Unajua huyu ambaye anayejipinda katika 10 ya mwisho ya Ramadhani anayo nafasi, kwa sababu hatujui Lailatul Qadr ni lini. Imefichwa, hii ni siri yake Mungu. Inaweza kuwa usiku wa 21, inaweza kuwa usiku wa 23, inaweza kuwa usiku wa 25, inaweza kuwa usiku wa 27, inaweza kuwa usiku wa 29, kama Mtume alivyosema, taharru Lailatul Qadri fi witri min 10 al-awakhir min Ramadhan. Itafuteni Lailatul Qadri katika usiku wa witri, odd nights. Moja wao inaweza kuwa Ramadhan, inaweza kuwa Lailatul Qadr. Hakuna anayejua hiyo. Ndio unaona la tuna nafasi ya kuelezea zile alama zote ambazo Mtume ame ibada. Hata kama zile alama zote utaziona, mfano usiseme jamani, alhamdulillah mimi nimeipata bwana. Umejuaje? Muombe Mwenyezi Mungu akujalie miongoni mwao, zidisha mpaka mwisho wa Ramadhan. Hii ndo maana yake ndugu zangu. Na ndio unaona ndugu zangu, kwa nini tujiandae na mwezi wa Ramadhan. Katika usiku wa Lailatul Qadri kuna dua ambayo Muislamu akiisoma hiyo dua na ikawa ni usiku wenyewe, Allahu Akbar, wewe umefaulu ndugu yangu. Bi Aisha radhiallahu anha anamuuliza Mtume, mume wake huyu anamuuliza, ya Rasulullah, idha adraktu Lailatul Qadri madha aqul, mimi lao nitahisi na nikaipata Lailatul Qadri, nimeona zile alama, niseme nini? Mtume akamwambia, faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mwenyezi Mungu, wewe ndio ambao unaisamehe na unapenda kusamehe, basi nakuomba unisamehe na mimi. Wakati umekwisha sana. Dakika 5. Mwenyezi Mungu, wewe ndio ambao unaisamehe na unapenda kusamehe, na kuomba unisamehe mimi. Unajua wewe unaposema rabbi ighfirli, ama ukamwambia Mwenyezi Mungu astaghfirullah, kuna sigha nyingi ya istighfar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Hizi zote ni aina za istighfar. Lau Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa sababu ya astaghfirullah, atakusamehe, lakini faili yako bado inaonesha kuna matendo fulani fulani ambayo uliwahi kufanya katika maisha yako. Faili inaonesha hapa, tarehe fulani ulifanya kitu fulani, mwaka fulani, kipindi fulani, tarehe fulani, mahali fulani, katika siku fulani, yote inaonesha. Lau Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa istighfar, bado faili yako inaonesha madhambi yako. Lakini lau Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Mwenyezi Mungu atakusamehe na faili yako pia, madhambi yote yatafutwa, itabakia nyaraka nyeupe, hakuna kitu. Na hawa ndio miongoni mwa watu ambao wataingia peponi bila hisab. Miongoni mwa watu ambao wataingia peponi bila hisab ni hawa. Hizi ndio kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhani. Sasa wewe leo ndugu zangu, ukishapata kujua mambo kama haya,
Utaandaa Ramadhan Cup, mtu atakuletea mawazo kama haya, tukakeshe kwenye karata. Huyu ni adui yako huyu, anayekuambia njoo tukeshe usiku tuangalie musalsal. Huyu ni adui yako huyu. Mtu mwema hawezi kuletea mawazo kama haya. Atakuletea mawazo, jamani, unaonaje mwaka huu tukae itikafu katika msikiti gani bwana? Futari yetu itakuwaje? Daku yetu tutafanya ibada kiasi gani? Tutasoma Qur'ani vipi? Dua zetu, ibada zetu. Huyo ndo rafiki huyo. Lakini huyo anakuletea habari tukacheze karata, tukacheze dumna, tukaangalie mpira. Leo kuna baadhi ya watu waliadhu billah, kama ulivyoona mwaka, nafikiri miaka 2 au 3 ilikuwepo na World Cup katika mwezi wa Ramadhan. Swala ya tarawih ilibakia safu moja katika baadhi ya misikiti Nairobi kwa sababu mpira unaonyeshwa kwenye TV. Hii kama sio msiba ni kitu gani ndugu zangu? Umeshaangalia umepata nini wewe? Na saa nyingine nafasi kama hii isiweze kurudi katika baadhi ya maisha yetu ndugu zangu. Kama juzi katika mtaa mmoja hapa Nairobi, mtoto wa kike wa miaka 22 ameugua homa tu, homa. Amepewa dawa, amekwenda chemist, amenunua dawa, amepanda juu ya kitanda kulala, na ndo hakuweza kuamka. Amezikwa jana, hakuamka tena. Ndio ilikuwa naumatul maut. Na labda mimi na wewe tutapewa nafasi hii nyingine, hiyo inawezekana, lakini ile hali tulionayo sasa hivi ndugu zangu, hali ya afya na nguvu ya mwili na siha nzuri na uwezo, ndio tutakuwa naye tena katika miaka zinazokuja. Ndio Sheikh Saad ametaja maneno muhimu hapa. Ndugu yangu, kama hujui faida ya afya ulionayo wewe, tembea hospitalini hapa, nenda Kenyatta ukaangalia namna watu wanavyohangaika na afya zao. Tumempata kijana ambaye anaugua maradhi ya mkojo. Si kwamba eti mkojo wake unatoka ovyo ama labda anajikojolea, ni kwamba wakati anapotaka kukojoa ile mkojo haiwezi kutoka. Sasa ile uchungu ambayo bwana alikuwa akisikia, utafikiri malakal maut anaitoa roho yake. Yule daktari ambaye tulikuwa naye pale anatuzungusha Kenyatta akatuambia kwa bahati mbaya mmempata mgonjwa kama huyu wa haja ndogo, kuna ambao wanaugua maradhi kama hii haja kubwa. Kwa hivyo usifikiri kwamba wewe maisha ambayo uko ndani yake itakuwa tu hivi kila siku. Hatujui mwaka ujao Mungu ametupangia nini ndugu zangu. Kwa hivyo baada ya kuyajua haya na mengine mengi hatujaeleza, ndio tukasema darasa moja hapa ya nusu saa haitoshi kuelezea yale ambayo Ramadhani yametuandalia sisi. Na yote hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutakia kheri. Ndio maana ametuwekea mambo ya kheri katika Ramadhani hii. Kwa hivyo tujiandaeni ndugu zangu, tujikaribishe kwa Mola wetu, tusifanye mambo ya ujinga. Wewe umepewa akili, umepewa macho. Vipi umepewa akili, umepewa macho, unatumia akili ya mtu mwingine, unatumia macho ya mtu mwingine? Anakuambia twende, wewe unaenda tu. Tukafanye, nenda, unaenda tu. Tupoteze wakati, tusaraka 2 tarawih tutoke, wewe pia unatoka tu. Ilazimishe mwili wako katika taa kuanzia sasa, na inshallah Ramadhani ikifika itakuwa imeshazoea, na utaendelea hivyo mpaka mwisho wa Ramadhani, na Ramadhani ikisha tutaendelea hivyo hivyo mpaka mwisho wa uhai wetu. Aqulu qawli hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.